Na leo tunaambiwa kwamba wazazi ni Mungu wa pili katika ulimwengu wetu. Hivyo leo tunatafakari kwa ufupi kuhusiana na shukrani ya Mungu kwa wazazi. Hakuna aliyejikuta tu amezaliwa, isipokuwa amezaliwa katika familia, baba na mama waliopo hai na ambao labda Mungu amewaita. Hivyo leo tunataka tumtukuze Mungu, tumshukuru Mungu kwa zawadi hiyo kubwa ya wazazi. Tunaongozwa na katika katekisimu yetu ya Kanisa Katoliki nambari 2197 inatuambia kwamba amri ya 4 isemayo waheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako, inafungua ubao wa pili wa dekolojia inayoonyesha mpango wa upendo. Mungu ametaka kwamba baada yake tuwaheshimu wazazi wetu ambao tunaiwe uhai wetu na waliotupatia ujuzi wa Mungu. Somo linalotuongoza ni kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 6 aya ya 1 na ile ya 2. Waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 6 aya ya 1 na ile aya ya 2. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Na hivyo katika novena yetu hii tuwakumbuke na kuwashukuru wazazi kwamba walikubali kupokea katika mazingira yote waliokupokea ukazaliwa. Wanahitaji shukrani yako, wanahitaji sala zako. Nimesema hata wale ambao Mungu amewaita bado wanahitaji shukrani yako. Tuwashukuru wazazi katika jambo hilo la kwanza. Nimesema kwa kukubali kupokea mpango wa Mungu wa wewe kuzaliwa. Tunaelewa katika ulimwengu tunaoishi si wazazi wote wanaowapokea watoto. Wengi wanakataa mpango wa Mwenyezi Mungu kuwatupa au kuwaua watoto. Kwamba upo hai mpaka sasa ni kwa sababu walikubali kupokea. La pili, wazazi wetu tunawashukuru kwa malezi yao. Tunamwambia Mungu asante kwa ajili yao, kwa malezi yao na kwa matunzo yao, kwa kuwa walihangaika tangu tulipokuwa wanyonge kabisa, hatuwezi chochote, kututunza na kutulea. Na hivyo tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Na hivyo tutaonyesha kwamba tunawaheshimu kwa kuwatolea shukrani hii kwa Mungu kwa ajili yao. Namna nyingine ya kuonyesha shukrani kwa wazazi na walezi ni kwa ajili ya kuwaomba, kupata nafasi ya kuomba ushauri na hekima kutoka kwao. Kitabu cha Mithali sura ya 1 aya ya 8 na ya 9 inatuambia kwamba sikiliza mwanangu, mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako, maana zitakuwa kama taji ya neema kichwani pako na mikufu shingoni pako. Mara nyingi tunapokuwa tunaona kwamba tunaweza wenyewe, lakini tunasahau kuchota kutoka kwa wazazi ushauri wao na hekima yao na mang'amuzi yao
wameshapita kule ambapo labda sisi tunapitia sasa, na hivyo wana jambo la kutuambia. Tunamwomba Mungu katika nafasi hii kupokea ushauri wao na kusikiliza hekima walionayo, na hata kama hawapo, kukumbuka yale ambayo walituachia wazazi wetu. Na Mungu kwa wazazi ambao wapo sasa, na kama wewe ni mtoto unasikiliza, sala ni kumwomba Mungu awape wazazi hekima ya kutoka kwake ili waongoze familia kwa njia ya kweli na mapendo. Yakobo sura ya 1 aya ya 5 na Mithali sura ya 1 aya ya 7. Jambo lingine ambalo tutajifunza siku ya leo katika shukrani hii kwa wazazi, kutenga nafasi vile vile ya kuwasamehe wazazi na kuwa na subira nao. Kama ambavyo tunatambua kwamba hakuna mzazi ambaye ni mkamilifu, ambaye ni perfect. Hakuna mzazi ambaye anajua. Wengine ni katika kujaribu kulea wamejifunza, na wakati mwingine kwa kukosea. Kwa hiyo unaweza kusema labda wazazi wangu hawakunilea vizuri, lakini basi tunayo wajibu wa kuwasamehe. Labda walifanya vile walivyojua kwa nyakati zao na muda wao. Kwa lazima tuwasamehe, na wakati mwingine tuwape subira. Kama ni mtoto unasikiliza, kuwa na subira nao. Tuwasaidie sisi pia kuwa na subira. Wazazi leo tunapokumbuka na kuombea, wanaomba wawe wepesi vile vile wa kusikia, wasiwe wepesi wa kusema, na wasiwe wepesi wa hasira. Warumi 12 na Yakobo 1:9. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya wazazi. Watoto wawe na mioyo ya shukrani na maneno ya heshima kwa wazazi wao. Wawasaidie wazazi kuona furaha katika shukrani zao ndogo ndogo za kila siku. Naweza kuwa mara nyingi tumekosa hiyo nafasi ya kuwashukuru, na labda tungetamani tuwashukuru, labda hawapo, lakini basi tunaweza kuwashukuru kwa muda huu tunaotenga, kama wengine ambavyo mnasema, kwa sala zetu. Wakati mwingine hata kuwakumbuka katika adhimisho la misa. Kila misa tunasikia pale, misa yoyote kanisa linaombea marehemu, hasa tunawakumbuka marehemu wa toharani. Hata katika nyakati zile, siku ya kesho, tambua wakati wa Ekaristi, tamka jina la mzazi wako kama Mungu amemuita, na hata kama yupo, mwambie Mungu nakushukuru kwa wazazi, kwa zawadi ya wazazi. Vile vile tutamke maneno ya uzima juu ya wazazi wetu, kama ambavyo sisi wazazi wametutamkia maneno ya baraka na wanatutamkia maneno ya baraka ya kututia moyo. Vile vile tutumie ulimi wetu katika kuwabariki na kuwaombea wazazi wetu. Nimesema si kipindi cha kusema mabaya kuhusu mzazi au mlezi. Tambua kwamba amri hii kadiri tulivyosikia katika waraka huo kwa Efeso, unasema hii ni njia ya haki ya kuwatii, ya kuwaheshimu wazazi. Mithali anasema Mithali 18:21 anasema maisha na mauti yako katika uwezo wa ulimi. Na hivyo nasi watoto tuseme maneno ya uzima juu ya wazazi wetu. Tuwajali na kuwatunza. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 5 aya ya 8 anasema mtu asiyewatunza jamaa zake, hasa watu wa nyumbani mwake, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Nisema huyu mtu asiyetunza watu wa nyumbani kwake ni mbaya zaidi kuliko asiyeamini. Labda unaweza kusema hawakunijali nilipokuwa mdogo, lakini bado wanawiwa. Ni wazazi wako, ni walezi wako. Tutakuja kuangalia namna ya
kuwapenda hasa wale ambao labda wazazi au walezi wasiopendeka, kwa sababu vile vile huo ni uhalisia katika maisha ya mwanadamu. Basi tumwombe Mungu atusaidie kuwatunza kadiri wanavyozeeka. Tuwape amani ya moyo, mahitaji yao ni machache, na zaidi hitaji la uwepo wa watoto wao. Mara nyingi na watania wazazi, nawaambia kwamba mara nyingi tunawapeleka watoto wetu mapema shuleni, boarding, na labda wanakosa yale mapendo ya dhati ya mtoto, ya mzazi kwa mtoto, na baadaye wakiwa wakubwa wanakosa hata mapendo. Nasema ulinipeleka boarding na mimi nimekuwa mzee, basi nakupeleka boarding. Naona katika mataifa wenzetu wazee wakipelekwa mbali zaidi na wakati wa uzee wao. Tuwaombee wazazi, uvumilivu na imani. Wazazi mara nyingi wanawatazama watoto wao zaidi kuliko hata vile wanavyomtazama Mungu, na hivyo wakati mwingine wanakosa uvumilivu. Wanaona kama maisha yao yamepotea kabisa pindi wanapoona labda hali fulani kwa watoto wao. Waraka Mtume Paulo waraka kwa Ibrania sura 12 aya 3, tuwaombee wazazi uvumilivu na tuwaombee imani. Pale ambapo wanakosa amani na pumziko, tumuombe Mungu awape wazazi pumziko la kweli. Nimesema hasa wale ambao Mungu ameshawaita na hawako pamoja nawe tena, basi kukumbuka kuweka hata taratibu, labda kila mwezi nitatolea sadaka ya misa kwa ajili ya kuwakumbuka wazazi wangu. Hakuna yeyote ambaye amemchagua mzazi wake, hakuna yeyote ambaye amemchagua baba yake au mama yake, hakuna. Tumejikuta tumezaliwa na wazazi hao tuliopewa, na Mungu hakukosea kukupa baba aliyekupa, Mungu hakukosea kukupa mama aliyekupa. Hakukosea. Ana mpango mkubwa. Kwa hiyo hata mara moja usimkosoe Mungu kwa ajili ya wazazi aliyokupa. Hakukosea. Ana kusudi lake, na hivyo tuna kila sababu ya kuwaombea. Vile vile tuombee wazazi ambao wanaishi peke yao, wanaishi kwa upweke. Mungu awape nguvu na ujasiri. Wakumbuke kwamba Mungu anasema kwamba hata waache wala kuwatelekeza. Yoshua 1:5-6 na Waefeso 4:2-3. Mungu hata waacha wale wanaishi peke, wazazi wanaowalea watoto peke yao. Wakumbuke kwamba nafasi hiyo kwao vile vile ni ngumu. Basi nimesema kwamba si watu wote ambao wana mapatano na wazazi wao. Wengine mahusiano yao ni magumu. Nakumbuka mmoja anasema, "Padri, nitawezaje kumpenda mama yangu wakati ndiye anayeharibu maisha yangu? Labda ni mchawi ananisumbua. Nitawezaje kumpenda baba yangu wakati labda alinitendea ukatili nilipokuwa mdogo? Nitawezaje kumheshimu huyu ambaye naona kabisa anajikosea heshima?" Bado tunawiwa na Mungu katika amri ya Mungu hiyo ya 4, kwamba bado baraka zetu ziko mikononi mwao. Wao wamepewa nafasi hiyo ya kuwa wazazi wetu na Mungu hakukosea. Tunasoma vile vile katika habari za Yusufu katika Agano la Kale. Yusufu alizaliwa na ndugu zake wote walikuwa wanamchukia. Lakini ilikuwa ni mpango wa Mungu kuzaliwa katika familia ile, kulelewa na wazazi wale. Esau na Yakobo, tunaambiwa huyu alipendwa na baba, huyu mwingine akapendwa na mama. Lakini Mungu alikusudia wao kuzaliwa katika familia ile. Kwa hiyo Mungu hakukosea. Na hata mara moja nisiwe na kiburi kitakachonipelekea kukata mahusiano kabisa na wazazi wangu. Naweza nikakupa baraka mimi kama kuhani, lakini kuna baraka ya pekee ambayo mzazi peke yake ndiye anayo, ambayo hata mimi siwezi kuitoa.
Kwa hiyo lazima kusali na kuombea. Tuwaombee wale wazazi wale ambao unaona ni ngumu kabisa kuwapenda. Anza kwa sala. Kumbuka kwamba Mungu anawapenda pamoja na udhaifu wao. Wale wasio ambao ni ngumu kuwapenda, kumbuka kwamba Mungu anawapenda pamoja na udhaifu wao, pamoja na dhambi zao. Waombe malaika walinzi wake. Kila mtu amepewa malaika. Muombe malaika walinzi wa wazazi wako. Wawaombee ili kuwe na uhusiano mwema. La pili, hapa nazungumzia namna ya kuwaombea au kuwapenda wale wazazi ambao ni ngumu kuwapenda. Toa sadaka kwa ajili yao. Jambo ambalo litabadilisha mioyo yao. Mungu atageuza mioyo yao. Labda kazi zako njema unazozifanya, mateso yako madogo, kama sadaka ya upendo kwa ajili ya wazazi wako. Kuna jambo unasema, Mungu, teso hili nalitolea kwa ajili ya wazazi wangu, kwa ajili ya mzazi wangu. Kazi hii njema ninayoifanya leo ni kama, Mungu, naomba uipokee kama sadaka kwa ajili ya mzazi wangu. Sala hii ninaitolea kama sadaka ya upendo kwa ajili ya wazazi wangu. Jambo la tatu la kutambua, fanyia kazi uponyaji wako binafsi. Tambua kwamba kuna majeraha ambayo yanaweza kutokana na yaliyosababishwa na kukosa upendo kwa wazazi. Kiri kwamba kuna majeraha ambayo umepitia kwa kukosa upendo kwa wazazi. Usiyafunika hayo maumivu. Maana wakati mwingine nasema, kwa vile nilikosa upendo kwa wazazi, basi na mimi nitazalisha kizazi kingine, au watoto wangu na wenyewe wakapita katika hali hiyo, wakapata maumivu. Ni vizuri kuelewa maumivu uliyoyapitia ili watoto wako wasipitie maumivu yale ambayo umepitia. Ni kusema, mimi nitafanya vizuri zaidi kuliko labda wazazi wangu au walezi wangu. Lingine, kwa wale ambao labda walikosa malezi, mtafute Mungu kama baba. Tambua kwamba Mungu ni baba yako na Maria kama mama yako. Kama ulikosa hisia hizo za upendo kwa wazazi, basi tambua Mungu amekuja kwako kama baba yako na ni baba yako, na Maria kama mama yako. Pokea upendo wa Mungu kupitia hao. Pokea upendo wa Mungu kupitia hao, kupitia mama yetu Maria, ambao wamekamilika. Mungu amekamilika kama baba na Maria kama mama. Pokea upendo huo. Lingine, tunapopita katika hali hizi, labda ni ngumu sana kuwachukulia wazazi wetu, tafuta ushauri kwa watu wenye hekima. Tafuta ushauri kwa watu wenye hekima ambao wanaweza kukushauri na kupokea ushauri, hasa ushauri wa kiroho. Mara nyingi katika hali hizo ni vizuri, na ndio maana tunasema usikae tu bila kuwa hata na baba wa kiroho utakayesikia sauti yake na kuitii na kuifuata, utakayeona kabisa huyu anastahili kuniongoza na kunielekeza kama baba yangu, kama mama yangu. Ni vizuri kumwomba Mungu akupatie mzazi yule ambaye atakuwa kama mzazi wako katika ulimwengu huu. Hakuna mtoto yeyote ambaye anaishi bila mzazi, na Mungu atakupatia ukijisogeza karibu naye. Wakati mwingine tunaona kama wazazi wanatuia mengi, na labda hilo linatufanya tushindwe kusogea karibu nao. Pamoja na kuwapenda, ni vizuri wakati mwingine kuweka mipaka. Unasema kuna wakati mwingine labda unaweza ukapata shida. Sema usiwadharau,
watukane, usiwalaani, basi endelea kuwaombea. Naweza kuwapenda hata kwa umbali, lakini endelea kuwaombea. Mungu anatutaka tutekeleze mpango huo wa kuwaheshimu na kuwapenda wazazi. Tambua kwamba ni yeye tangu mwanzo aliyekuchagua na aliyechagua kuzaliwa na wazazi wako hao waliozaliwa nao. Kwa njia hiyo wamekupatia neema na baraka nyingi ambazo utazipokea katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao. Pamoja na kwamba wakati mwingine inaweza kuwa ni jaribu gumu zaidi hapa ulimwenguni, lakini kwa uvumilivu Mungu atakupa neema na atakusaidia ya kutambua kwamba ukiendelea kuwapenda hata katika ugumu, Mungu ameweka thawabu kuu kwa ajili yako. Kama wapo, ni vizuri kila wakati kuomba baraka kutoka kwao. Kuomba baraka kutoka kwao. Kwa leo tumshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Tumshukuru Mungu kwa zawadi hii, zawadi ya wazazi walioko hapa, walioko hai. Wengine hapa ni wazazi, mwatumie watoto wenu na wenyewe wasikilize. Wengine mtakuwa wazazi, msikilize mafundisho hayo. Lakini kila mmoja anaye mzazi. Anaye mzazi aliyoko hapa duniani na vile vile aliyoko mbinguni. Leo tunapowashukuru na kuwaombea na kumwambia Mungu asante kwa zawadi hii ya wazazi, tunaomba Mungu afungue kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria mafundo yote ambayo yameweka wazazi mbali na watoto wao. Mafundo yote ambayo yamesababisha maumivu makubwa, labda kwa sisi watoto kukosa shukrani kwa wazazi, kutokuombea wazazi, au wazazi kushindwa namna bora ya kuhusiana na watoto wao. Hata wakati mwingine kutowapokea watoto kama mpango wa Mwenyezi Mungu, maisha waliopitia, taabu walizopitia na hali nyingi walizopitia katika kutulea na kututunza. Ni mengi wamepita. Ni mengi wamepita. Wanapomtazama Yesu, wanapomwona Yesu akifanya, wale watu wanamwambia nini Yesu? Injili ile ya Luka unasema nini? Heri tumbo lililokuzaa na matiti uliyonyonya. Wanatambua kwamba huyu Yesu yuko hivi si tu kwa ajili yake. Wanasema nyuma yake kuna wazazi bora, na wanawasifu wazazi wake. Wanasema heri tumbo lililokuzaa, heri tumbo lililokuzaa na maziwa uliyoyanyonya. Na leo Mungu tunamshukuru kwa namna yote ile, haijalishi wakoje, wamepita katika hali gani, lakini leo mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante kwa zawadi ya wazazi na kushukuru kwa zawadi ya wazazi. Na wakati mwingine tunaomba toba hata pale ambapo tulishindwa kuwapokea wazazi vile ambavyo tulipaswa kuwapokea. Labda wengine tumetambua too late, Mungu ameshawaita. Labda kuna mambo ambayo tulitamani kufanya juu yao hatukuweza kuyafanya, lakini leo tunawaombea. Na wale ambao wako katika maumivu, wagonjwa, hawawezi chochote, basi Mungu atupe neema ya kuwatunza mpaka mwisho. Daima hata saa moja wasihuzunike kwa ajili yetu. Bali Mungu awape nguvu katika maisha ya sasa, ili siku moja tuungane tena nao huko mbinguni. Basi tutolee rozari hiyo kwa nia hii. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kanuni ya imani na sadiki wa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwana pekee Bwana wetu, aliyetungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kazaliwa na Bikira Maria, kateswa kwa mamlaka ya Ponso Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu. Siku ya tatu akafufuka katika wafu, akapaa mbinguni. Amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi, toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele ijayo. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina.
Mama yetu Maria, tunakuomba uendelee kutuombea na siku ya leo tusaidie kuwashukuru wazazi na walezi wetu, wewe ukiwa mzazi wetu wa kimbingu. Endelea kutuombea tuzidishie fadhila ya imani, matumaini na mapendo moyoni mwetu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mikaeli malaika mkuu, utulinde. Ewe Maria, tusaidie kushukuru. Tendo la kwanza, matendo ya furaha. Maria unapashwa habari kuwa utakuwa mama wa Mungu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Ewe Maria, tusaidie kushukuru. Nawe Mikaeli malaika mkuu, utulinde. Tendo la pili. Maria unakwenda kumtembelea Elizabeti.
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mikaeli, malaika mkuu, utulinde. Ewe Maria, tusaidie kushukuru. Tendo la tatu, Yesu nazaliwa Betlehemu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina.
Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Ewe Maria, tusaidie kushukuru. Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, utulinde. Tusali tafakari ya siku ya 32. Mama mfungua vifungo, mkarimu na mwenye huruma, na kuja kwako leo nikiweka kifungo hiki, na hasa nikiwashukuru wazazi na walezi wangu. Kilichomo maishani mwangu ambacho sikielewi, na kuomba hekima yako ya kimungu ikifungue katika mwanga wa Roho Mtakatifu. Hujawahi kamwe kuonekana ukiwa umekasirika. Maneno yako yalijaa upendo kiasi ambacho Roho Mtakatifu alidhihirishwa katika kinywa chako. Uniondolee uchungu, hasira na chuki ambavyo vimesababishwa na kifungo hiki. Mama mwema, unipatie upendo na hekima yako ambavyo vinajidhihirisha kwa ukimya katika moyo wako, na kama ulivyokuwepo katika siku ya Pentekoste, umwambie Yesu anitumie uwepo mpya wa Roho Mtakatifu katika saa hii ya maisha yangu. Roho Mtakatifu unishukie. Maria mfungua vifungo, uniombee. Tendo la 4. Maria na Yosefu wanamtolea Yesu hekaluni. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa.
Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Ewe Maria, tusaidie kushukuru. Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, utulinde. Tendo la 5, Maria na Yosefu wanamkuta Yesu hekaluni. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina.
Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Ewe Maria, tusaidie kushukuru. Nawe Mikaeli malaika mkuu, utulinde. Sala kwa mama yetu Maria mfungua mafundo. Bikira Maria, mama wa upendo wa kweli, mama ambaye hujawahi kukataa kamwe kumsaidia mtoto mwenye shida aliyekukimbilia, mama ambaye mikono yako daima iachi kuwahudumia watoto wako wapendwa, kwa kuwa inasukumwa na upendo wako wa kimungu na huruma isiyo na mipaka iliyomo moyoni mwako, naomba uniangalie kwa huruma na kuona mnyororo wa vifungo vilivyomo katika maisha yangu. Unajua vyema jinsi nilivyokata tamaa, maumivu yangu, na jinsi ambavyo nimefungwa na vifungo hivi. Maria, mama ambaye Mungu amekuamini na akakupa uwezo wa kufungua vifungo katika maisha ya watoto wake, na uweka mikononi mwako utepe wa maisha yangu. Hakuna yeyote hata mwovu mwenyewe anayeweza kuuchukua kutoka katika uangalizi wako wa thamani sana. Mikononi mwako hakuna kifungo ambacho hakiwezi kushindwa kufunguliwa. Mama mwenye nguvu, kwa neema zako na maombezi yako kwa mwanao na Mwokozi wangu Yesu, leo kichukue mikononi mwako kifungo hiki. Ninakuomba kwa utukufu wa Mungu, kifungue kifungo hiki, wewe uliye tumaini langu. Mama yangu, wewe ni faraja pekee ambayo Mungu ananipatia. Wewe ni nguvu yangu katika udhaifu wangu na utajiri wa ufukara wangu. Pamoja na Kristo, wewe unaniweka huru kutoka katika minyororo iliyonifunga. Naomba usikilize ombi langu, unitunze, uniongoze na kunilinda. Kimbilio la usalama wangu, Maria mfungua vifungo, uniombee. Sala kwa Mtakatifu Mikaeli. Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu, tulinde katika vita. Uwe kinga yetu katika maovu na maotea ya Shetani. Mungu amtiishe, tunaomba sana. Nawe mkuu wa majeshi ya mbinguni, kwa nguvu ya Mungu uangushe motoni Shetani na pepo wabaya wengine wote wanaozunguka duniani kupoteza roho za watu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sala ya kuombea wazazi na walezi, kama ambavyo inapatikana katika misale yetu ya waumini. Mungu aliyetoa amri tuwapende, tuwaheshimu, tuwatii na kuwasaidia wazazi na walezi wetu, usikilize sala tunazokutolea kwa kuwaombea wazazi na walezi wetu siku ya leo. Wanatufanyia mema mengi na hata hatuwezi kabisa kuwalipa. Tangu utoto wetu wametulinda, wametutunza, wametupatia chakula na mavazi, wametuangalia mchana na usiku. Wamechoka wakakosa usingizi wapate kutulinda na kututuliza, wakihangaika sana na hata kupata uchungu kwa ajili yetu. Mungu, warudishie mema yote waliotufanyia, wabariki na kuwalinda roho na mwili. Wasaidie katika kazi zao zipate kuwafaa sana. Watulize uchungu wa roho wapate kufurahiwa siku zote. Wakinge na hatari zote za roho na mwili. Walinde waendelee kuona uzee mzima na mwema, wakafurahiwe na kuona mwenendo mwema wa watoto wao. Na wale ambao umewaita Mungu, tunawaombea msamaha wa dhambi zao na mapungufu yao, tukiwaombea tuzo mbinguni. Tusaidie nasi tuendelee kuwapenda sana hapa ulimwenguni na hata katika majitoleo yetu ya sala. Tuwatii siku zote, tuwafurahishe mioyo yao kwa kuwatunza na kuwaheshimu, na hata kuheshimu kumbukumbu zao na usia wao. Walinde siku zote, wadumu katika urafiki nawe, hatimaye ukatupokee wote pamoja mbinguni, tupate kupendana na kufurahi katika utukufu wako milele na milele. Amina. Nikushukuru wewe ambaye tumesali rozari hii siku ya leo. Endelee kukuomba uendelee kuwashirikisha wengine zoezi hili la sala. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mjaliwe usiku mwema.